Kuchaguliwa kwa Zoran Mamdan huko New York kumepokelewa tofauti na Israel, ambapo serikali ya Israel inadai kwamba Mamdan ni mfuasi wa Hamas, na hii inamaanisha Wayahudi wa New York wanapaswa kukimbia mapema iwezekanavyo, kwani hakutakuwa na usawa dhidi yao. Waziri wa masuala ya diaspora Amichai Chikli anasikitikia kuchaguliwa kwa Zoran Mamdan kuwa meya wa jiji la New York, akimtaja kuwa mfuasi wa Hamas na kuwataka Wayahudi wa New York kuhamia nchini Israel. Mji ambao hapo awali ulikuwa ishara ya uhuru wa kimataifa umekabidhi funguo zake kwa wafuasi wa Hamas, kwa mtu ambaye nafasi zake haziko mbali na zile za wafuasi wa kijihadi ambao miaka 25 iliyopita waliwaua watu wake 3,000. Chikli aliandika katika ukurasa wa X akirejelea mashambulizi ya Septemba 11. Hii ni hatua muhimu ya mabadiliko kwa jiji la New York, aliongeza. Chaguo la New York limefanya kutikisa misingi ya mahali palipotoa uhuru na fursa ya mafanikio kwa wakimbizi wengi wa Kiyahudi tangu mwisho wa karne ya 19, mahala palipokuwa makazi ya jumuiya kubwa zaidi ya Wayahudi duniani nje ya Israel. Chikli anapendekeza kwamba mabadiliko ya sura ya New York hayakutokea mara moja. Ilianza na hali ya chuki dhidi ya Uzayuni kwenye kampasi zilizochukuliwa na pesa za Qatar. Ziliendeleza vurugu za maandamano ya wafuasi wa Hamas katika maeneo ya CUNY na CYU, na hasa chuo kikuu cha Columbia ambacho kilikuwa ngome ya Hamas kuungwa mkono nchini Marekani, na kufikia kilele chake cha mwisho kwa mauaji ya Hamas ambao mtu wao amechaguliwa leo hii kuwa meya. Waziri huyo anasisitiza kwamba New York haitakuwa sawa tena, hasa ni kwa jumuiya yake ya Kiyahudi. Jiji linatembea kwa macho wazi kwenye shimo ambalo London tayari ilitumbukia ndani yake. Haina maana kupoteza maneno kwa kudai kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Hakuna kitakachokuwa sawa katika jiji hili. Chikli anamalizia kauli yake kwa kusema kwamba anawaalika Wayahudi wa New York kufikiria kwa uzito kufanya makao yao mapya katika ardhi ya Israel. Kwa upande wake, balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Dani Danon anasema kuchaguliwa kwa mgombea wa mrengo wa kushoto anayepinga Israel Zoran Mamdan kama meya wa jiji la New York hakutawazuia. Matamshi ya uchochezi ya Mamdan hayatatuzuia, Danon aliandika katika ukurasa wa X. Jumuiya ya Wayahudi huko New York na kote Marekani inastahili usalama na heshima. Tutaendelea kuimarisha uhusiano wetu na viongozi wa jumuiya ya Kiyahudi ili kuhakikisha usalama na ustawi wao. Meya huyo mpya wa New York ambaye amechaguliwa siku ya leo ni moja kati ya mameya ambao walikuwa wazi juu ya namna walivyoitetea Palestina kutokana na mauaji ya kimbari yaliyofanywa na Israel, jambo ambalo Wayahudi ikiwa ni pamoja na viongozi kutoka nchini Israel wanamuona kama mtu ambaye aliwapinga. Hata hivyo, anaonekana kama ni mpinga Wayahudi, lakini pia asiwapenda Wayahudi katika taifa hilo la Marekani na kwingineko ulimwenguni kwa sababu tu ya misimamo yake ya kutetea wa Palestina katika eneo la ukanda wa Gaza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.